Yesu kumfufua Lazaro, Yohana 11:38 hadi 44. Daudi, ukisoma habari za Daudi, Daudi ni mtu ambaye katika Biblia alipigana vita kuliko watu wengine wote, ila hakupoteza vita hata moja. Kwa nini? Biblia inasema Daudi alikuwa anaingia mara 10 nyumbani mwa Bwana, mara 3 anaomba, mara 7 anamsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Makini ulikuwa ni moyo wa shukrani, sababu shukrani ndani yake ni ibada kamili. Shukrani ndani yake kuna kumwabudu Mungu, unamtukuza na kumuinua kwa vile alivyo Mungu, unamsifu kwa vile alivyo Mungu, unamtukuza kwa ile matendo makubwa anakwenda kuyafanya. Mfano mwingine ni mitume wale 12, Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3 na sura ya 4. Sura ya 3 walikuwa wanaenda kwenye hekaluni saa 9, kuna kiwete kwenye mlango unaitwa Mzuri, anaomba pale sadaka. Petro akamwambia, mimi sina fedha kukupa, ila nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu amka. Akamnyishika mkono wa kuume, akamnyanyua, akasimama. Walipigwa vita wasihubiri kutenda kwa jina la Yesu. Ukienda sura ya 4 mstari wa 24 unaona walivyoanza kuomba. Matendo ya sura ya 4 mstari wa 24, mstari wa 24 na mstari wa 31. Nao waliposikia wakampazia sauti Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu. Hawa watu walipigwa marufuku msihubiri tena kwa jina la Yesu. Wakatoka wakaenda kuambia wenzao, walikuwa Petro na Yohana, wakaambia wenzao wale. Biblia walipoambia wenzao wakasema, hakuna shida, tunajua kanuni, tunajua kitu cha kufanya, tunajua button ya kubonyeza, tunajua kitu gani tufanye ili mbingu zitike kwetu upande wetu. Wakakusanyana, wakaanza kumsifu Mungu pale, wakaanza kumwabudu Mungu pale, wanamrudishia utukufu yeye. Walipofanya hicho kitu, Biblia inasemaje? Mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu kashuka, mahali pale pakatikiswa. Hiyo ni ishara ya kwamba unapomshukuru Mungu kuna nguvu za Mungu zinashuka juu eneo husika. Usoma pale Biblia inasema wakatoka pale wakanena neno la Mungu kwa ujasiri, na matokeo waliyopata yalikuwa ni makubwa kuliko matokeo ya kwanza. Mfano mwingine, Paulo na Sila, Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 na 26. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kusifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Palikuwa na tetemeko kuu, milango ya gereza ikafunguka, vifungo vikaachia. Tetemeko kuu linaonyesha nguvu za Mungu zilishuka pale walipokuwa. Waliimba, walikuwa wakiomba na kumwimbia Mungu nyimbo za sifa. Tunaposema nyimbo za sifa, ni shukrani imo ndani, sababu hauwezi kumshukuru Mungu bila kumsifu Mungu, na hauwezi kumsifu Mungu kama hauna moyo wa shukrani ndani yako. Kwa unapomwabudu Mungu, unapomsifu Mungu, unapomtukuza Mungu, maana unarudisha heshima kwake, unarudisha utukufu kwake. Ni moyo wa shukrani mbele za Mungu. Ulifungulia nguvu za Mungu zikashuka kwenye milango ya gereza na vifungo vyote vikafunguka. Kuanzia leo, acha kuona yale ambayo Mungu hajafanya, anza kuona yale Mungu ambayo amefanya. Na kwa kufanya hivyo, kila kifungo kwenye maisha yako kitafunguka kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kimeshikilia jambo fulani kwenye maisha yako, kwa moyo wako wa shukrani, kitaachia kwa jina la Yesu. Amen. Kitaachia kwa jina la Yesu. Amen. Unapomuinua Mungu, Mungu pia anakuinua wewe. Unapoacha kumuinua Mungu, utaanza kushuka kadri muda unavyoenda. If you do not appreciate God, you will depreciate with time. Usipomuinua Mungu, utashuka kadri muda unavyozidi kwenda. Angalia, kadri unavyozidi kuacha kumshukuru Mungu, taratibu unazidi kushuka. Utakuja kushtuka umeshafika mavumbini. Kwa njia mojawapo ya kuinuka kwenye maisha haya na kwenye ufalme huu ni kwa kutumia button ya shukrani. Kuna vingamuzi vipo vingi, alafu kuna DSTV. Mtoe mfano wa DSTV. DSTV ina channel nyingi sana, alafu una remote. Ile remote ina namba 1 0 mpaka 9. Alafu unakuta kuna channel 400 na ngapi sijui. Ili upate kuona ile ndani ya channel husika, inabidi uijue, alafu uchukue remote ubonyeze 300 na kitu, inakupa Super Sport, mchezo sijui. Lakini kila namba ina kitu inachokupa. Hapa tunachokifanya, tunaangalia Biblia
ni remote ambayo Mungu ametupa, na dunia hii ya kwako mahali ulipo ni kioo, ni screen, ni TV. Unachotaka kionekane kwenye maisha yako, lazima utafute ni batani ipi ya kubonyeza kwenye remote ili kile kitu kiwe displayed, kionekane kwenye maisha yako. Hapa nakupa batani mojawapo ya kubonyeza ili mambo fulani fulani yatokee kwenye maisha yako. Kwa ukitaka eneo fulani linyanyuliwe juu sawa sana mapenzi ya Mungu, lipeleke mbele za Mungu kwa moyo wa shukrani. Mshukuru Mungu mpaka kuna kitu kimefanyika kwenye maisha yako. Mshukuru Mungu mpaka umeona kile kitu ambacho unataka kukiona kwenye maisha yako. Kwa hiyo hii inatufundisha kitu gani pia hapa? Shukrani inaleta ukamilifu wa jambo. Kwa wengi wanapokea baraka, ila we chache sana wanapokea ukamilifu wa baraka zao kwa sababu ya shukrani. Wengi wanapokea baraka, ila wachache wanapokea ukamilifu kwa sababu ya shukrani. Kwa sababu wengi wakishapokea baraka, si wengi wanamshukuru Mungu kwa baraka walizopokea.